Mastori na Fidia Tinga, mwana wa Tinga. Ni kushukuru sana wewe ambaye unasikiliza redio yako pia, lakini pia unafuatilia kwa njia mbalimbali, aidha mitandao ya kijamii pia, Facebook, Instagram, TikTok na kwingineko. Kote napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Asante kwa kuchagua kunifuatilia na kunisikiliza pia popote pale ulipo. Leo niko na mkasa wa wanandoa wawili ambao siku ya ndoa yao ndio siku ambayo pia kilio chao kilianza, ama kupitia changamoto kulianza. Unafahamu ya kwamba katika siku ambayo huwa inakuwa ni siku ya ndoa, watu wawili wanapoungana kuwa mme na mke, inapofika siku hiyo huwa inakuwa ni siku ya furaha, na inakuwa ni siku ya furaha kwa watu wengi pia. Inakuwa ni furaha kwa wahusika ambao wanaungana kuwa mwili mmoja, lakini pia inakuwa ni furaha kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini hawa wawili ambao leo nakusogezea kisa chao, siku yao ya ndoa, siku yao ya harusi yao, mambo yaligeuka na ilikuwa ni mwanzo wa wao kupitia changamoto kubwa katika maisha yao. Siku ya ndoa ama siku watu wawili wanapoungana kuwa mwili mmoja, watu hujiandaa na vitu mbalimbali kama zawadi, watu hujiandaa pesa, watu hujiandaa matumbo yao kwa ajili ya kula, watu hujiandaa kwa namna mbalimbali ili kuhakikisha kwamba pia wale wawili wanaifurahia ile siku yao. Sasa kipengele cha zawadi katika siku ya ndoa ya hawa wawili ambao ninakusogezea mkasa wao kilisababisha waanze kupitia matatizo. Unajua na unafahamu, na utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao pia utakubaliana na mimi katika hili, huwezi ukakataa kupewa zawadi. Na siku hasa siku ya harusi, siku wawili mnaungana kuwa mwili mmoja, kila mtu atakuja na zawadi yake. Kwa hiyo wanaweza wakaja watu na zawadi zao pale na nini, vitu kama hivyo. Hawa wawili siku yao ya ndoa, kuanzia asubuhi katika ibada, ilikuwa ni siku njema sana. Walifurahia ndoa yao, walifurahia kweli kweli. Kafika muda wa mchana, sherehe zile za nyumbani zilikuwa ni furaha kweli kweli. Furaha ilitawala kwao, amani ilitawala kwao, wao kuungana kuwa wawili na kuwa mwili mmoja. Lakini wawili hawa, ilipofika jioni, sherehe zile za ukumbini, furaha yao iliendelea. Walifurahia sana kusherehekea siku yao ambayo Mungu amewaunganisha kuwa mwili mmoja, ama kuwa kitu kimoja. Mwanamke alifurahi, mwanaume pia alifurahi. Lakini wawili hawa, usiku wa kwanza baada ya kutoka ukumbini kwenye sherehe za ndoa yao, ulikuwa ni usiku wa machungu na maumivu makubwa. Ulikuwa ni usiku uliosababisha mateso, ama mwanzo wa mateso katika ndoa yao. Kumbuka, mwanzoni sherehe yao na ibada na shamra zote zilienda vizuri. Kwa nini changamoto zilianza ama ilianza siku baada tu ya kumaliza sherehe zao ukumbini na kwenda hotelini? Wawili hawa baada ya kumaliza sherehe yao walienda hotelini kwa ajili ya honeymoon, kwa maana ya fungate tunaita kwa Kiswahili. Baada ya kutoka ukumbini, basi watu huandaliwa mahali, ama wao huandaa mahali ambapo wataenda pia kupumzika kwa siku kadhaa, au hata kwa siku moja au zaidi ya siku moja, ili kuifurahia zaidi siku yao. Sasa wawili hawa, ule usiku wakiwa wako hotelini, uligeuka kuwa usiku wa maumivu kwao. Ulikuwa ni usiku mtulivu sana katika hoteli moja ya kifahari. Taa za chumba zilizotoa mwanga wa upole na harufu ya maua mazuri, na ndani kukiwa kumepambwa vizuri. Ilikuwa ni usiku wa kwanza wa honeymoon baada ya harusi yao kubwa. Asha
pamoja na mume wake Danieli. Harusi yao ilikuwa ni gumzo mjini. Watu walizungumza kuhusu mapenzi yao. Uzuri wa sherehe na zawadi nyingi walizozipokea uligeuka kuwa stori katika jamii ile. Ndani ya chumba walichofikia pale hotelini kwa ajili ya honeymoon, kulikuwa na masanduku kadha wa kadha ya zawadi, kwa maana kulikuwa na maboksi mengi ya zawadi walizokuwa wamepewa na ndugu, marafiki na wageni waalikwa mbalimbali. Asha alikuwa amekaa kitandani akitabasamu, akifurahia ile siku kwamba ni siku njema ambayo Mungu amewaunganisha yeye na kipenzi chake Danieli. Machoni mwake kulionekana furaha ya wazi kabisa. Alifurahia kuanza maisha ya ndoa, maisha mapya. Wakati Asha akiwa ameketi kitandani, akiwa uso wake umejawa na tabasamu na furaha, na akionyesha dhahiri ya kwamba amefurahia kuanza maisha mapya ya ndoa, yeye pamoja na kipenzi chake Danieli alisimama, na baada ya kusimama akasema kwa utani, akimtania kipenzi chake Asha, akimwambia, "Penzi, mke wangu, subiri kidogo mke wangu. Naenda chooni haraka, alafu nitarudi sasa hivi." Kumbuka kwamba walikuwa kwenye hoteli ya kifahari, haimaanishi kwamba choo kilikuwa mbali, choo kilikuwa mle ndani. Naingia tu mlango mwingine katika chumba kile kile walichokuwa wakiishi, yani chumba walichokuwepo ilikuwa ni self-contained room. Baada ya Danieli kumwambia mke wake kipenzi ya kwamba subiri kidogo, naenda chooni mara moja na ninarudi, Asha akacheka kwa upole, akamwambia, "Usichelewe sana mume wangu." Danieli akawa ameingia chooni, akaufunga ule mlango polepole. Asha akabaki peke yake chumbani, na macho yake yote yaligeukia katika yale masanduku yenye zawadi mbalimbali, ama maboksi yaliyokuwa yamesheheni zawadi mbalimbali walizopewa na ndugu, jamaa na marafiki. Asha, wakati mumewe ameingia chooni na yeye ameketi kitandani katika chumba hicho alichofikia pale hotelini, akajiambia moyoni, "Hizi zawadi aise, ni nyingi, zote ni za kwetu. Hebu ngoja niangalie kidogo watu wametupa nini." Kumbuka kwamba mumewe alimwambia, "Subiri, naenda chooni, ninarudi sasa hivi mke wangu." Asha uvumilivu ulimshinda, akataka kujua katika zawadi zile walizopewa kuna nini. Akanyosha mkono wake na kuchukua sanduku mojawapo, yani boksi mojawapo lilokuwa limefungwa kwa utepe mwekundu. Akachukua boksi lile, akalishika, akalifungua. Ndani yake katika boksi lile aligundua kuna kitu cha ajabu sana. Na zawadi ile ama sanduku lile, boksi lile lenye zawadi, halikuonesha hata kwamba aliyetoa zawadi ni nani. Unafahamu katika zawadi mbalimbali wengi wetu huwa tunapenda pia kuandika labda kwamba zawadi imetoka kwa nani, ili mtu anavyozipitia zile zawadi akumbuke kwamba zawadi hii ilipewa na nani, kutokana na kwamba siku hiyo huwa kunakuwa na zawadi za watu wengi. Asha alipofungua boksi lile kulikuwa na kitu cha ajabu, lakini ya kubahatika pia kuona jina la aliyetoa zawadi ile. Asha baada ya kufungua boksi lile akakunja uso kidogo, akajiuliza, ni nani aliyetoa hii zawadi? Ni nani aliyetoa hili boksi? Kwa hiyo akawa amelifungua taratibu. Ndani yake katika lile box kulikuwa na kiboksi kingine kidogo, na kiboksi hiki kilikuwa ni kiboksi cha kioo. Kilikuwa ni kiboksi cha kuvutia, lakini kilikuwa ni kiboksi cha ajabu kidogo. Ndani ya kiboksi kile, alipokifungua kile kiboksi kingine cha ndani, kilikuwa na unga mweupe uliokuwa unang'aa kama vumbi la fedha. Yani ni kama fedha imesagwa, alafu ndio umewekwa unga mle.
Ilikuwa ni unga fulani mweupe uliokuwa unang'aa sana. Asha akajiuliza kwa sauti ya chini, hii ni kitu gani? Kumbuka hapo mume wake alikuwa ameingia chooni. Kwa hiyo Asha anajiuliza akiwa peke yake. Kwa hamu ya kujua zaidi, Asha akafungua kile kiboksi kidogo ambacho kina ule unga mweupe. Jambo la kusikitisha ni kwamba Asha mara baada tu ya kufungua kile kiboksi kidogo kilichokuwa ndani ya box kubwa chenye unga mweupe unaong'aa mithili ya unga wa fedha iliyosagwa, upepo mdogo kutoka dirishani ukavuma kidogo. Wakati ule upepo umetoka dirishani ukavuma kidogo, unga ule ulipaa hewani na ukaingia moja kwa moja machoni mwa Asha. Sekunde chache tu, haikuchukua muda mrefu, Asha alisikika akipiga kelele. Aa! Aa! Akapiga kelele kali sana. Danieli mumewe akiwa ndani ya choo akashtuka, akakimbia kutoka nje, kwa maana ya kuingia chumbani sasa kutoka chooni. Akamkuta Asha akipiga kelele. Anapiga kelele sana. Danieli wakati ametoka akamuuliza mke wake, mke wangu Asha, nini kimetokea? Asha, mke wangu, nini kimetokea? Lakini wakati huo Danieli anauliza hivyo, Asha alikuwa mkono wake ameuweka katika macho yake, na ishara ya kuonesha kwamba anapitia maumivu makali kweli kweli katika macho. Asha alimwambia mume wake, Danieli, macho yangu yanaungua, macho yangu yanaungua. Danieli alichanganyikiwa sana, akamwambia na kumuuliza, nini kimekuingia machoni mke wangu, nini kimekuingia machoni? Asha akalia kwa sauti yenye maumivu sana, mume wangu Danieli, siwezi kuona tena. Akatoa ule mkono katika macho yake, akaona giza totoro. Hakuweza kuona tena. Mwisho wa Asha kuona ukawa ni pale. Akapiga kelele na kulia sana, mume wangu, sioni, sikuoni mume wangu, naona giza tu, siwezi kuona tena. Danieli alichanganyikiwa sana, akaishia kuganda. Uoni? Unasemaje uoni? Unasemaje uoni? Wewe nimekuacha hapa, acha michezo hiyo, acha utani basi mke wangu. Danieli alijua ni utani. Mke wake akamwambia, sioni, mimi sioni. Asha alibaki akilia kwa maumivu makali aliyokuwa anayapitia katika macho yake. Ikabidi Danieli akimbia haraka haraka kutoka reception kuita wahudumu wafanye pale kumsaidia, wamchukue mkewe wamkimbize hospitali. Kwa hiyo kwa haraka wakamkimbiza hospitalini kwa dharura. Madaktari wakaanza kumhudumia kwa haraka. Macho yakasafishwa, vipimo vikafanyika, dawa mbalimbali akapewa. Madaktari walipambana sana kuhakikisha kwamba Asha anarejesha uwezo wa kuona, lakini jitihada zao hazikufua dafu. Danieli alisimama nje ya chumba cha matibabu akiwa na hofu kubwa, akisubiri madaktari wanakuja kumpa jibu gani. Hatimaye daktari mmoja akatoka nje. Uso wa daktari ulikuwa hauna tabasamu hata kidogo. Danieli akahisi moyo wake unaenda mbio na ukipiga mapigo ya moyo yakienda kasi sana. Danieli akauliza, daktari, samahani, naomba niambie mke wangu yupoje? Daktari akavuta pumzi. Samahani sana,
Baada ya daktari kusema samahani sana, Danieli akazidi kuingiwa na hofu. Akamuuliza, daktari, una maana gani kusema samahani? Daktari akasema, na akisema kwa upole na sauti ya chini, akamwambia Danieli, unga uliokuwa kwenye hicho kibox ambacho alikuwa akikifungua mkeo, kemikali iliyokuwa kwenye unga ule imeharibu mishipa ya macho yake. Danieli akatetemeka sana, kaogopa. Daktari, sasa inakuwaje? Daktari akasema kwa huzuni, kwa sasa mke wako amepoteza uwezo wa kuona, hataona tena. Tumejaribu na jitihada zimefanyika, uwezo wa kuona amepoteza. Danieli alihisi dunia imesimama. Usiku wao wa furaha umegeuka kuwa usiku wa majonzi. Usiku wao wa kuandika historia mpya katika maisha yao umegeuka kuwa usiku wa maumivu makubwa. Zawadi ile hawajui walipewa na nani. Zawadi ile hawajui aliyeweka alikuwa na kusudi gani. Zawadi ile hawajui alichokiweka kilikuwa ni nini. Ilibidi baadaye, siku chache baadaye, polisi wafanye uchunguzi pia juu ya zawadi ile ya ajabu iliyosababisha upofu wa bibie Asha, mke kipenzi wa Danieli. Walipoangalia vizuri, waligundua kuwa sanduku lile lilikuwa limewekwa pamoja na zawadi nyingine wakati wa harusi. Lakini hakuna aliyekuwa anajua zawadi ile aliitoa nani. Kwenye harusi kuna mambo, na hata si tu kwenye harusi. Si kila zawadi unayopewa aliyekupa akawa na nia njema. Si wote wanaokupa zawadi, aidha wakati wa harusi, wakati wa kujifungua, na wakati mwingine wowote. Si kila anayekupa zawadi anakuwa na nia njema. Wako wengine ambao wanaweza kukupa zawadi wakiwa na nia ovu, hasa kupitia imani za kishirikina, nguvu za giza. Najua unatamani kujua zawadi hii ilikuja kubainika ukweli ama haikubainika, na kama ilibainika, je, zawadi ile ilitoka kwa nani? Nani alitoa zawadi ambayo ilisababisha upofu? Zawadi ambayo ilisababisha upofu. Kwa Asha. Kesho takuwepo hapa tena saa 10 jioni kwenye mwendelezo wa simulizi hii. Hapo utapata kufahamu nini kiliendelea. Je, ukweli ulibainika ama ilijulikana kwamba zawadi ile ilitoka kwa nani, au haikujulikana? Na kama ilijulikana zawadi ile, je, ilitoka kwa nani? Una kipi cha kusema kutokana na mkasa huu? Pia unaweza kaandika ujumbe wako kwenye namba 0744 139543, 0744 139543, 0744 139543, 0744 139543. Unaweza pia ukapiga simu yako hapa, tapokea simu chache
kupitia 0744139543. Kwenye line. Hello. Hello. Naam, karibu sana. Unaitwa nani na uko wapi? Alafu punguza sauti ya redio tafadhali. Naitwa Daniel. Natokea Mbeya. Ndio, karibu. Nimekipenda kisa chako. Ndio. Nimekipenda. Okay, sawa, asante sana. Yeye anasema amependa simulizi hiyo. Sawa. 0744139543. Una lolote la kusema? Aweza ukapiga simu yako pia, ukatuma meseji, tasoma meseji chache. 0744139543. 0744139543. 0744139543. 0744139543. Kwenye line. Hello. Naam, karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi? Naitwa Ezra, niko Mbeya. Mbeya sehemu gani? Mbeya Majengo hapa Matola hivi. Karibu. Asante. Hapo mimi naona tuwe wavumilivu, tujifunze kwa wavumilivu. Katika lipi? Maana hapo huyo ambaye alifungua hiyo zawadi angekuwa mvumilivu, angemvumilia mume wake, hapo inawezekana labda isingetokea. Okay. Yeah. Sawa, asante sana. Asante. Kwenye line kuna mtu mwingine. Hello. Habari za hapo mjengoni? Salama kabisa. Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Minza kutoka Isangawana. Karibu. Hapo sasa alitafuta yeye mwenyewe ile. Kivipi? Kwa ile zawadi si aliambiwa asifungue. Hapo akaifungua. Ndio. Ukipofa alikutafuta yeye mwenyewe kabisa. Okay, sawa. Asante sana pia kutokea hapo. Haya. 0744139543. Message yako unaweza kaisogeza hapa kwenye namba 0744139543 kwenye line. Hello. Unaongea na Yuzo hapa. Karibu. Huyo dada angejua bora angesikiliza tu mume wake afike, maana ndio kubaya zaidi kuliko alipokuwa anasikia yeye. Huenda angekuepo mume wake angepeana ushauri. Wangepeana ushauri vizuri, labda uifungue au usifungue. Sasa haraka zenyewe licha kuwa ana uvumilivu ndio kilichotokea. Kuna baadhi ya vitu tu tunasubiri angalau hata ushauri tu, sio tunakuogopa. Okay, sawa. Asante sana pia kutokea hapo. Asante. Haya. 0744139543 kwenye line. Hello. Hello. Naam, karibu sana. Unaitwa nani na uko wapi? Habari zako ndugu mtangazaji? Ni salama kabisa. Naongea na nani na uko wapi? Mimi naitwa Emily Samira, niko Mtogwe Mbeya. Ndio, karibu. Kwa kweli simulizi linatufundisha mambo mengi kwenye vitu kama hivi unavyopokea, kwa sababu uelewe kwamba wanayekutolea wana nia njema au wana nia mbaya. Wengine wanakuwa na nia mbaya, wengine wana nia nzuri. Ndio. Ila sasa huyo mchumba wake na huyo Daniel angekuwa mvumilivu, angemsubiri mume wake arudi, pengine angepeana ushauri kwamba bwana usijifungue, amefungua hivyo tusifungue viache. Yani tu wavumilivu. Asante sana pia, ubarikiwe kutokea hapo. Amina, asante sana. Haya. Simu ya mwisho kwa sasa kwenye line. Hello. Hello. Naam, karibu. Ni nani na uko wapi? Unaongea na Manueli Boaz Mwakidete nikiwa hapo. Karibu. Asante. Mimi nimpe pole huyo mwanamke mwenzangu ambaye amepata upofu siku ya sherehe yake. Ukweli walikuwa wanafurahi na kutegemea kwamba akifanya hicho kwamba anaweza akapofoka. Laiti angejua asingeweza kufungua hizo zawadi, lakini wewe mwenyewe fidia, unajua siku ya sherehe kila mtu anakuwa na shamla.
Kikubwa tu huyo Daniel akazani kumwomba Mungu na mwanamke wake wasimame tu imara, Mungu atawasaidia. Amina. Ataweza kurejea katika nani macho yake tena. Amina sana. Ubarikiwe sana Mama Noeli kutokea hapo. Endelea kusikiliza redio yako. Tukutane kesho kwenye mwendelezo sehemu ya pili. Sawa. Malaba anko, asante. Anko Noeli naye ameona adakia salimie. Asante sana pia anko. Kuna meseji pia hapa kadha wa kadha ambazo zimeweza kuingia kwa haraka. Ni Kimbizani na Chache anasema huyo aliyataka mwenyewe, lakini pia anasema tuwe wavumilivu kwenye ndoa. Mimi Alex kutoka Tunduma hapa, lakini huyo anasema anaitwa Adelina. Anasema nimejifunza kuwa si kila tabasamu machoni pa mtu huonesha furaha. Mengine kwenye jambo la furaha huwa na chuki, uchungu, ila na uovu. Hivyo inapaswa tumuombe Mungu sana. Lakini pia Lamek kutokea Lukalia anasema hiyo sorry, nimejifunza kitu. Asante sana pia kutokea hapo kwa kujifunza Lamek. Mungu akubariki sana pia. Lakini pia huyu anasema jamani, zawadi hizi nimejifunza katika hilo. Naitwa Rahabu Samoja kutoka Mpolo Ihanga. Lakini huyu anasema inauma fidia mpaka ambao hatujaolewa. Hicho kisa, anasema tunaogopa hicho kisa. Nimejifunza si kila anayekupa zawadi ana nia nzuri. Hakuna binadamu anayependa mafanikio ya mwenzake. Jessica kutokea Veta huyo. Lakini pia huyu anasema tamaa mbele mauti nyuma, ameandika tu hivyo. Huyu anasema tuwe wavumilivu kwenye haya imejirudia. Lakini pia anasema anaitwa Alan kutokea Itamba Mbarali. Anasema simulizi ni nzuri na inatufundisha mambo mbalimbali. Lakini pia anasema ndio maana mimi huwa napenda kamera kwenye mashughuli, kwani tunaweza kubaini wahusika kaka. Yeye anaitwa Ruben kutokea Chunya. Lakini pia huyu anasema napenda kushauri muda uongezwe hadi saa 1 ya jioni katika simulizi. Humphrey Malema kutokea airport ya zamani Mbeya. Huyu anasema asante kwa simulizi nzuri. Mama Michael amenyesema hivyo, story nzuri sana ila inaogopesha sana, inafanya niogope harusi jamani. Mimi Bella kutokea CS. Usiogope, mtumainie Mungu na atakuvusha katika lolote lile baya. Huyu anasema Mungu atusaidie jamani, wachawi sio watu bali ni wanyama kabisa. Anaitwa Lulu Timothy kutokea Mwashoma. Lakini unasema Lamek kutokea Lukalia, story ni nzuri. Lakini pia unasema yeye ni Snefa Ndagala yuko Chunya, anasema dunia ina mambo. Lakini unasema nimependa kisa chako, pia tusiwe na roho mbaya jamani. Amemaliza kusema hivyo. Anaitwa Spiliano anatokea Ukeleme, anasema mimi nampatia pole huyo jamaa yetu. Lakini anaitwa Neema kutokea Uyole, anasema nimependa sana story yako. Kweli kila mtu anayekupa zawadi sio kila mtu anayekupa zawadi ana nia nzuri, wengine wana nia mbaya. Anaitwa Neema kutokea Uyole. Pia huyo anasema jamani, huyo mtu hana hata roho ya utu, hivyo sio vizuri. Baifina kutokea Mwashoma. Lakini huyo anasema niite kaka Baraka, ama anasema kwa kweli binadamu wabaya, mimi nipo Ilangali. Amemaliza kusema hivyo. Huyo anaitwa Adela kutoka Uyole, anasema kiukweli nimeipenda sana hiyo hadithi. Lakini huyo anasema Ali kutokea Chunya Mamba F, yeye anasema kaka kisa kina huzunisha sana. Pia anasema nampa pole sana kaka Danieli, Mungu amfunge mkanda. Mimi Mariam Bahati Moigaga from Isuto ya Umalila. Lamek asante pia kutokea hapo. Isee wanadamu wabaya kwa kweli, usimwamini mtu. Amemaliza kusema hivyo, jisema ni nani. Bila shaka hiyo zawadi alitoa X, na kama sio X basi ni mashangazi wenye husda ambao hawataki mafanikio ya hao vijana. Amemaliza kusema hivyo. Ezra Lamek pia anasema mimi nimejifunza tuwe wavumilivu. Pia anasema jamani, nawapa pole sana hao wanandoa jamani, inaumiza sana jamani. Mimi Yusta kutokea Igowe ya Umalila. Huyu pia anasema ombi langu tutoe zawadi ya hela tu, sio vingine. Baiwito kutokea Kibaoni. Habari ya jioni kaka Fidia, salama. Simulizi inapatikana kuanzia saa ngapi? Morini wa Uyole. Saa 10 jioni mpaka saa 1 niko hapa katika sehemu ya mastori ya jioni, pia na simulizi ipo saa 10 mpaka saa 1. Huyu anasema aise, tunatumaini hautatuacha tena. Revoni Mwamkinga kutokea Mbeya Jakaranda. Kama gari limewaka nikwambie tu na nikuhakikishie ndugu yangu Revoni,
Revivoni Mwamkinga. Sijali, gari limewaka, safari tu ni kuongeza mafuta ili safari inoge. Ombeni kutokea Chilemba anasema Mungu atutangulie hapo studio. Asante pia. Jambo jema sana kaka, tunakusikiliza. Rehema kutokea pande za Umalila, asante sana pia. Guys, message ni nyingi mno. Nisome 5 za mwisho, nikijitahidi nikimbize ziwe 10. Anasema tu hapo, Mungu atusaidie. Pia anasema Ratifa kutokea Mbarali Rujewa, Mungu awasaidie. Pia anasema kaka, Mungu akubariki, anasema unasimulia vizuri kweli. Asante Bayuzo, na mimi nasema asante pia. Huyu anasema nitumie namba ya Jessica. Isitumii namba za watu ndugu yangu, mimi mwenyewe Jessica simfahamu. Anasema pole sana Aisha, anasema hiyo pole sana Asha, hiyo anasema hiyo ndo shauku kubwa ya mwanamke, kujua nini kimewekwa ndani ya zawadi. By Kef amemaliza kusema hivyo. Huyu anaitwa Semla kutokea Lupa, mwambie aache kuogopa, aolewe tu. Tolinga hapa, kesho nitakuwa shule, kwa hiyo utaikosa simulizi. Pole. Anaitwa Luz kutokea Mwasanga, pole yake, lakini huenda wangekuwa wote wangepata upofu wote. Wazo moja ambalo pia na mimi nimewaza hivyo kwamba manake huenda wangekuwa wote wangefungua pamoja wangepata upofu wote. Nani angemhangaikia mwenzie? Anyway, tutajua kesho kwenye muendelezo. Kwa kweli zawadi za kupewa hizi sio nzuri kabisa. Kuna watu wanakuwa na mambo yao mabaya sana. Raulent Kihunyi kutokea Ukemele, lakini pia anasema huyo alitaka mwenyewe. Angel anamaliza hivyo. Pia huyo anaitwa Eriki, yuko Chunya, angemsubiri mume wake pengine asingetokea. Huyo anasema anatamaa, lakini huyo anasema habari safi. Anasema anaitwa Semla, naye anasema naomba nitumie namba ya Mama Noeli. Jamani, mimi sigawi namba za watu na sina. Huyu anasema usimwamini mtu kaka katika maisha yako. Kaka Alexi hapa kutokea Tunduma, nimejitahidi kukimbizana nazo jamani. Naitwa Daudi, natokea Mbeya Itua, nimejifunza sio kila binadamu anayekuchekea usoni na moyoni yuko hivyo. Lakini wanasema anaitwa Steve Matias, kiukweli simulizi zako zinatufunza tu wavumilivu kwenye ndoa. Anamaliza kusema hivyo. Lakini huyu anasema kwa kweli binadamu tuna roho mbaya sana. Laurent Kihunyi anamaliza kusema hivyo. Usimwamini mtu kaka katika maisha yako. Kaka bye. Alex hapa kutokea Tunduma, pamoja sana na asante sana jamani. Niwashukuru sana wale ambao mmefuatilia mkasa huu. Niwaambie na niwaahidi kwamba kesho pia kuna muendelezo wake, lakini pia unaweza ukaendelea kuachilia comment. Fuatilia kwenye mitandao ya kijamii mkasa huu pia. Facebook napatikana kwa jina la Fidia Tinga, TikTok napatikana kwa jina la Fidia Tinga, YouTube na Instagram pia napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Mitandao yote ya kijamii napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Unaweza kufuatilia huko kama ulichelewa kufungulia redio yako. Muda si mrefu mkasa huu ambao pia umesikika hapa, kwa wewe ambao umefuatilia kupitia redio, muda huu pia utaweza kuupata pale katika mitandao ya kijamii, mkasa huu ukiwa na muendelezo.